Mafunzo Online TV, habari kwa kina. Katika kuelekea kilele cha kuadhimisha siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 2026, dawati la jinsia, wanawake na watoto la chuo cha mafunzo limefanya usafi katika nyumba za wazee Sebuleni Zanzibar, pamoja na kuwapatia sadaka kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lengo na madhumuni ya kuja hapa ni kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo kupitia idara ya ustawi wa jamii tumeipanga siku hii makusudi kuja kufanya usafi katika mazingira ya wazee wanaoishi sebuleni. Hivyo kwa pamoja idara tumeamua jinsia zote tuje kufanya usafi katika eneo hili. Hafla hiyo iliongozwa na matroni mkuu wa chuo cha mafunzo, kamishna msaidizi mwandamizi Sida Mohamed Himidi amesema lengo la kuwepo kwa dawati la jinsia la wanawake na watoto kwa chuo cha mafunzo ni kutoa mikakati ya kuwapa elimu hasa wanawake. Idara imejiwekea mikakati ya kwanza kutoa elimu kwa wafanyakazi wake hasa wanawake, ingawa haikuwasahau pia wanaume, kutatua matatizo mbalimbali yanayowapata wanawake na wanaume yanayohusiana na kazi na yaliyo nje ya kazi zao. Kupitia dawati hili tunajiwekea lengo la kutatua matatizo yote yanayohusu jamii, wakiwemo na chuo cha mafunzo wenyewe. Naye mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto, ndugu Omar Haji amesema suala la idara ya chuo cha mafunzo kufanya usafi katika nyumba za wazee Sebuleni wamelichukulia kwa mtazamo mkubwa, na ameziomba idara nyingine kuchukua mfano huo ili kufikia maendeleo yanayohitajika. Ujio wa wenzetu wa taasisi wa idara ya chuo cha mafunzo kuja kufanya usafi hapa, sisi tumelichukua katika mtazamo mkubwa sana. Kwanza tumelichukua kwamba jeshi si kitu cha kwamba labda kinakuwa kiko mbali sana na raia. Manake jeshi ni sehemu katika sehemu ya jamii. Manake kuwa na mashirikiano na wanajeshi kama hivi ni vitu vizuri. Lakini chengine kuchagua sehemu ambayo ya kufanya usafi, kwamba wakaona kwamba sehemu za kufanya usafi zipo nyingi, lakini wakaamua kuja katika makazi ya wazee kuja kufanya usafi. Kwa hiyo tumelichukulia kama ni sehemu ya kuenzi muasisi wa taifa hili Mzee Karume kwa kuwajali hawa wazee. Kwa hiyo na wao wamechukua namna hiyo ya kuja kuwahami wazee. Lakini tatu, tumelichukia tokeo hili la idara ya chuo cha mafunzo kwamba katika harakati za kuadhimisha siku za wanawake duniani ambao tutaadhimisha tarehe 8. Kwa hiyo haya yote matatu yametupa faraja kubwa kuona kwamba kumbe wenzetu wa idara ya mafunzo ni watu ambao wanaofuatilia matukio, lakini pia ni jeshi ambalo liko karibu sana na jamii. Sasa wito wangu ni kwamba hili liwe la mwanzo. Wazee wana mahitaji mengi, wazee wanahitaji kufarajiwa, basi wajaribu kufanya matokeo mengi ambayo yatakuwa yanaonekana katika siku zijazo kwa ajili ya wazee. Kwa hiyo ndo nilaki. Pamoja na hayo, tunatoa shukurani kubwa kupitia katika wizara, lakini kupitia katika idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, tunatoa shukurani kubwa za dhati kabisa, na tuko tayari kushirikiana na taasisi hii kwa muda wote unaokuja. Lakini pia hii itoe hamasa kwa taasisi nyingine mfano wa hii. Kuna taasisi nyingi, kwa mfano vikosi, pia nao wachukue mfano wa idara ya mafunzo kuona kwamba wajitoe, sio kukaa kambini. Tunasema jamii iwe karibu sana na hivi vikosi ili kuweza kuleta yale maendeleo ambayo tunahitaji. Akitoa neno la shukurani, Bitatu Rajab amesema, natoa shukurani zangu za dhati kwa kutuletea sadaka hii. Mwenyezi Mungu awajalie, awape riziki yenye kheri, awaondoleeni mitihani, amuondoleeni hasidi, akuondoleeni na mahasada wote wa njiani, wa barabarani, wa ndani na wa nje. Mwenyezi Mungu akujalieni. Leo mmekuja, sio iwe ndio mwanzo tu, muje mtutembelee tena na sisi tufarijike, roho wangu zinachangamka. Ni kiripoti Mahir Saidi, Mafunzo Online TV. Mafunzo Online TV, habari kwa kina.